kwa mwoga. Ndugu zangu, chama chetu kitazunguka nchi nzima. Hatuna pesa. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka karibu 20, chama hiki kitaenda nchi nzima kwa kuombaomba pesa. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya fedha, na huu ndio wito wangu kwenu nyie watu wa Katoro. Fikiria kazi ilivyo ngumu. Lissu mguu wake mmoja ni mfupi, amejaa risasi nyingi. Lissu ukimwona Mheshimiwa Lissu anameza dawa asubuhi, unaweza ukafikiri anajiua. Anameza kikombe cha dawa kwa sababu mwili umejaa vyuma na risasi. Hawa viongozi wote hawa wametoka mbali. Viongozi wetu wa wilaya hapa hawana pesa. Hakuna shilingi moja inayokuja chini. Hata huu mkutano tuliokuta hivi, kama tunawasaidia ni pesa ndogo sana, lakini juhudi zote ni kanda, katibu wa kanda, viongozi wa jimbo na viongozi wa mkoa. Wametoka Kagera, naona hapa, wametoka Geita, wengine wametoka Kahama kwa pesa zao. Hawa waliojitoa hivi wanakuhitaji wewe ufanye kitu kimoja cha msingi: mchango wako mdogo. Hakuna kitu kinakera, nakwambia, kama kuomba pesa kwa wananchi ambao mtakuwa mjua hili ni jukumu lenu. Wananchi milioni 1 wakijiandikisha katika mchango wa kujirudia, mtakuwa mnatupa shilingi bilioni 1 kila mwezi. Mkiwa 500,000 ni milioni 500 kila mwezi. Hatari yake nini? Zakaria njoo. Hapana, njoo mwenyekiti wa vijana. Ndugu zangu, mimi nilikuwa mbunge miaka 10. Si ndio? Mimi najulikana nchi nzima. Huyu ni mwenyekiti wa vijana. Ana kipaji cha kwenda, unaweza ukamtuma huyu kwenda kufanya mkutano Mloma peke yake na akaelewesha watu kuelewa, lakini hawezi kufika bila kuwezeshwa. Tofauti yake mimi na wewe ni nini? Mimi naweza nikaomba mafuta ya kutoka Arusha mpaka hapa kila sheri bure, nikafika hapa bila pesa yangu. Huyu hajawahi kufanya siasa ndani ya bunge, hakutengeneza contact. Sasa hatari ya nyie kutokuchangia chama chenu ni nini? Mtaua vipaji vya watu wenye uwezo kuliko sisi, kwa sababu hawawezi kutembea na kufika kufanya mikutano. Sasa mimi njoo. Mimi kwa mfano, kuna tabia ya kuwachangia viongozi. Hata mimi nachangiwa. Ukinipa mimi pesa, nani amekwambia pesa inafika kwenye chama? Ila ukichanga pesa kwenye tone, katibu mkuu pamoja na wakurugenzi wa fedha na mkaguzi mkuu wa serikali CAG anakagua pesa ambayo umechangia kwenye tone. Mimi ukinipa milioni 5 sisemi, kwa sababu ukinipa mimi unaniambia hiyo siri yako, na mimi ikiwa siri yangu inakuwa ni siri yangu na mke wangu, haiji kwenye chama. Hatari yake ni nini? Utamaduni huo ukikua, unajenga msingi kwamba siasa ni biashara binafsi na sio biashara ya umma. Ili siasa iwe kazi ya umma, lazima mjenge utamaduni wa kuchangia fedha kupitia mifuko rasmi ya chama. Sijui kama Katoro mnaelewa. Sasa sisi tuna kitu kinaitwa tone. Ndugu zangu, bahati mbaya sana, hata wanachama wa Chadema na viongozi wa Chadema ambao mko kwenye mkutano mkuu wa wilaya, ngazi ya mkoa, kanda, baraza kuu na mkutano mkuu, hamjajiunga kuchangiwa makato ya kila mwezi. Katibu mkuu ni mtendaji mkuu wa chama, anakaa ofisini masaa 24 times 7. Hawana pesa. Sasa chama hakina ruzuku. Namna pekee ya kuokoa hiki chama ni nia kujenga utamaduni wa kuchangia chama. Mimi naishi Tanzania na naishi Canada. Chama cha Leba, wanachama wake wanachangia $2, $3, $5. Ukiwa na wanachama milioni 1 wakachanga shilingi 5,000 kila mwezi, mtakuwa mnaipa Chadema bilioni 5 kila mwezi. Mkiipa Chadema bilioni 1 kila mwezi, au mapingo wa CCM tunaolegeza kubwa kabisa. Mimi wito wangu wanachama na wananchi wa Katoro, isiyo ni habari ya kujisikia
hilo ni jukumu lako. Hebu fikiria, hawa watu wote hapa wakate tamaa, waamua kufanya shughuli zao. Mimi nikisimamia shughuli zangu mwenyewe 100%, nikaachana hii kazi, na kuambia namkuta moyo Dewji baada ya miaka 5. Sababu mimi Mchaga najua kupiga miguu yote. Nakwambia kabisa. Na kila mara nafikiria labda nipumzike kidogo, nitengeneze mimi maisha yangu na retirement yangu, nisije nikaishi kama ombaomba. Hatari moja kubwa sana, msipojenga utamaduni wa kuchangia chama kupitia mifuko rasmi ya chama, maana yake ni kwamba vijana wengi chini huko wenye uwezo hawataweza kusafiri kufanya kazi za siasa. Mimi sasa hivi nikitaka kwenda popote nchi hii naenda, kwa sababu najua nani nimpigie simu anisaidie. Maingira hawezi. Ili Maingira aweze na kipato chake kionekane, lazima Maingira hawezeshwe na mfuko rasmi wa chama. Vile vile hata mimi uwezo wangu wa kupata pesa unaweza ukawa tofauti na Boni Yai ama wengine. Naomba watu wa Katoro, katika kipeperushi hichi nilichopewa, kuna mahali kuna kitu kinaitwa malipo ya kujirudia. Chukua simu yako, kuna namba ya Mpesa, Tigo Pesa, Airtel Money, weka pesa. Tupate pesa kwa ajili ya kufanya kazi hii. Tuna magari karibu 14, magari 9 yote ni mabovu. Mimi hapa nimekuja na gari ya Boni Yai. Imefika Mwanza, imepata emergency. Imebidi nikodishe gari nyingine Mwanza, kuweka mafuta jumlisha 2.5 ili tufike tuwai mkutano hapa. Tutalala hotelini, wote hao watafanya hivyo. Mkiona mimi nafanya tu kwa pesa zangu, inawezekana kuna mahali hii kazi ni biashara yangu na sio wito wangu, na ikiwa ni biashara yangu na sio wito wangu, hatutawapeleka mahali. Tukishika mamlaka tutakuwa wala rushwa kama Chama cha Mapinduzi. Hii kazi tunataka tuifanye leo. Chukua namba yako ya simu, andika namba hii ya Vodacom 0744 44 69. Nisawapenda sio 0744. Lakini kuna hichi kipeperushi, kuna namba ya benki. Wewe ni tajiri, ni mfanyabiashara, naelewa hofu yako ya kuweka pesa kwa jina lako, naelewa hofu yako. Unachotakiwa kufanya, mpe mtu akakuwekea pesa, alafu akuletea slip ya benki, utakuwa umechangia chama hiki. Msipochangia chama hiki, katibu mkuu atakaa ofisini.